Na mtazamaji, tunaanza na taarifa kwamba polisi wa Bahati katika kaunti ya Nakuru wanamsaka kijana wa miaka 22 anayetuhumiwa kumuua mamake mwenye umri wa miaka 60 katika kijiji cha Kiamunyeki, eneo la Lanet. Mwili wa Mary Mwihaki ulipatikana na majeraha ya kudungwa kisu kwenye nyumba baada ya kutoweka kwa siku 4. Mike Chalo na kina cha taarifa hii. Kwa siku 4 mtawalia, familia na majirani wamekuwa wakimsaka Mary Mwihaki alionekana mwisho Jumanne wiki hii. Baada ya sakasaka, kazi walilazimika kuvunja mlango wa nyumba yake uliokuwa umefungwa kwa upande wa ndani kabla ya kukutana na mwili uliokuwa na majeraha ya kudungwa kisu kifuani mara 2 na kwenye kipaji cha uso mara 1. Yule tulifika hapo, kwa kweli tulianza kusikia kama harufu. Tukaenda, mwenzangu akavunja mlango, kuingia ndani tulipata harufu kabisa. Kwenda kuingia kwa pande ya bedroom yake tukapata huyo mama ako hapo. Alikuwa anafanya kazi hapa kwa center ya Ning'ang'a na walikuwa anaishi na kijana wake ambaye anaitwa Kamau. Alikosekana kwa siku 4. Ndio watoto wake wakaanza kushikwa na tashwishi hivi, wakatupigia simu tumtafute. Tukiwa na huyu jirani tumemtafuta, ndio tukaingia tukaona hayuko. Mshukiwa mkuu wa mauaji ya Mary Mwihaki akiwa kitinda mimba wake mwenye umri wa miaka 22 walioishi pamoja kwenye boma hii na ambaye hajaonekana tangu Jumanne wiki hii. Ni mambo ambaye amefanyiwa ya kinyama sana. Huyu mama amepatikana amenajiziwa. Huyu mama amepatikana na majeraha uchungu sana, kama mtoto anaweza ua mama yake. Ni mjane tulizika anko last year. Tuko na huzuni sana na tunaomba tu haki ya anti ipatikane. Ameuawa vibaya sana sana sana. Kisa hiki kinajumuisha zaidi ya visa 4 vya mauaji kwa wanawake katika eneo bunge la Bahati mwaka huu, sawa na visa vya ulawiti vinavyoripotiwa eneo hili. Usalama imekuwa katika kiwango ingine katika Lanet Umoja Ward na inashtusha sana. Serikali wanashughulika na vitu ambazo hazihusu kabisa raia. Wanashughulikia mafuta huko kupandisha, lakini insecurity iko juu sana hapa Lanet. Awali Jacqueline Awore alikatwa shingo na mume wake Machi tarehe 30 na mwili wake kutupwa kwenye kware iliyoko kijiji cha Nyadhuna. Wiki 2 baadaye, Mary Njoki akiuliwa kwa kukatwa panga kwenye mzozo wa kimapenzi. Kisa hiki vile kinajiri wiki 1 tu baada ya kuuliwa kwa mchungaji Julius Ndumia kwenye kanisa la PCEA Tabuga. Macho yote sasa yakielekezwa kwenye vitengo vya usalama eneo la Bahati na kaunti ya Nakuru kwa ujumla ili kukabili visa hivi vya uhayawani. Mike Chalo, TV 47.